السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته، فلقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Watukufu wa Kiislamu, nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kutekeleza amri zake na kujiepusha na makatazo yake, kwani kwa hakika kufaulu na kufanikiwa ni kwa wale wenye kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Kiislamu, tambueni ya kwamba kuwa na yakini na Allah subhanahu wa ta'ala ni katika miongoni mwa sifa kuu za imani, na kuwa na yakini na Allah subhanahu wa ta'ala ni picha iliyokuwa mzuri zaidi ya wema pamoja na ihsani. Bali hakuna tendo ambalo kwamba mtu katakiwa alitekeleze, wala hakuna katazo ambalo kwamba mtu kakatazwa ajiepushe nalo, wala hakuna ukweli ambao kwamba kuna dhihiri na uko wazi, wala ishara ambazo kwamba zinasomwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala au zinaonekana katika ulimwengu, isipokuwa haya yote yanafanyika kwa lengo la kuipa nguvu yakini na Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo yote haya ambayo kwamba tunayafanya, tumekatazwa tusiyafanye, ishara zote zilizowekwa za kiulimwengu, dalili zote zilizokuja katika Qur'ani tukufu, ni kwa lengo la kuipa nguvu yakini na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya yale mambo ambayo kwamba katuamrisha na yale ambayo kwamba katuahidi kwamba yapo na yatatokezea. Watukufu wa Kiislamu, bali kufanya hivyo ni kuacha kumtegemea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuacha kumtegemea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna kati yetu hapa isipokuwa anamuita na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika swala yake, katika kila rakaa, huku akisema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wewe tu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye tunayekuabudu, na wewe tu peke yako ndiye tunayekutaka msaada. Watukufu wa Kiislamu, kwa hakika inapaswa kwetu sisi kuwa na yakini na Allah subhanahu wa ta'ala, na mambo yote ambayo kwamba katuhabarisha yatatokea hapa duniani, lakini na yale yatakayokuja akhera tuwe na uhakika, kwa sababu haya ni mambo yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala siku zote hakuna msema kweli zaidi yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Kiislamu, vile vile zimekuja aya nyingi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo aya hizi zimekuja kuwalea mitume wake na manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala na vipenzi vyake juu ya kuwa na yakini na Allah subhanahu wa ta'ala na kumwamini yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu: wakadhalika nuri Ibrahima malakuta as-samawati wal ard waliyakuna minal muqinin, na hivyo tulimuonesha Ibrahim ufalme wa mbingu na ardhi ili awe miongoni mwa wenye yakini. Lakini hizi ishara ambazo kwamba zipo wazi za kiulimwengu zinazoonesha juu ya uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala na mambo mbalimbali yenye kudhihiri ya kimaumbile, zote ni ishara kwa wale wenye yakini na Allah subhanahu wa ta'ala. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala:
wa fil ardi ayatun lilmuqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, na katika ardhi zipo ishara kwa wenye yaqini, na pia katika nafsi zenu vile vile zipo ishara na alama na dalili kwa wenye yaqini. Je, hamuoni yote haya? Watukufu wa Kiislamu, hivyo ndivyo walivyokuwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walikuwa na yaqini ambayo ni ya hali ya juu, jambo ambalo yaqini hii iliwapelekea matokeo yake kuwa na msimamo katika tabia zao, kuthibiti katika mienendo yao. Hawakuwa ni wenye kutetereka na upepo, hawakuwa ni wenye kuyumbishwa, wala hakuna vizuizi ambavyo kwamba vilikuwa vikiwazuia wasiwe na yaqini na Allah subhanahu wa ta'ala, bali yaqini yao ilikuwa kubwa juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Wanatambua ya kwamba muendeshaji huu ulimwengu ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna chochote ambacho kwamba kinaweza kutokezea katika huu ulimwengu isipokuwa kwa matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama tashauna illa an yasha Allah. Lakini vile vile hakuna jambo lolote linaloweza kutokea isipokuwa ni kwa matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akatuhabarisha juu ya Musa alayhi salam pale aliposema katika Qur'ani tukufu, falamma taraa al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Na yalipokutana au yalipoonana majeshi mawili, walisema watu wa Musa, hakika sisi bila shaka tumepatikana. Majeshi mawili haya, Nabii Musa alayhi salam na wafuasi wake wanakimbia, nyuma yake kuna Firaun na majeshi wake wanawafukuza. Wakafika sehemu bahari mbele yao, hawana tena mpaka kukimbilia. Wafuasi wa Nabii Musa wakasema inna la mudrakun, hakika sisi bila shaka tumepatikana tayari. Lakini angalia yaqini ya Nabii Musa alayhi salam kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakutetereka, hakuwa na wasiwasi na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pale pale aliwaambia qala kalla. Musa akasema hasha, inna ma'iya rabbi sayahdin, hakika yupo pamoja nami Mola wangu mlezi, ataniokoa. Kwa hiyo Nabii Musa alikuwa na yaqini na Allah subhanahu wa ta'ala, juu ya mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala, juu ya uongozi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo moja kwa moja akasema la hasha, usiseme hivyo, mimi nina Mola ambaye kwamba ndiye ananiongoza na yeye ndiye atakayeniokoa. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akatupigia mfano kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akituonesha yaqini yake, thiqa, uaminifu wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na namna anavyoamini mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akasema katika kitabu chake kitukufu, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Wakati mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiwa na Sayyidina Abu Bakar wanahama kutoka Makka kuelekea Madina, na sio kuhama kikawaida, wanafukuzwa, wakawa wamejificha katika pango ambalo pamoja na mipango yote waliyofanya, pamoja na hatua zote walizochukua, lakini tayari makafiri wamewafika sehemu ile ambapo kwamba wapo. Na Abu Bakar anasema
lau kwamba mmoja wao angeangalia chini ya miguu yake basi wangalituona. Sasa Abu Bakar ana hofu, yuko na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana hofu ya kupatikana Mtume atauliwa, anamwogopea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia, la tahzan, usihuzunike, inna Allaha ma'ana, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yupo pamoja nasi. Kwa hiyo yakini hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na ukaribu uliokuwepo wa kupatikana na makafiri, lakini bado Mtume hakupoteza yakini yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwamba Allah yuko pamoja naye na Allah ndiye atakayemuokoa kutokana na mtihani ule. Wa fi'lan, na kweli Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa, pamoja na ukaribu uliokuwepo wa jeshi la makafiri dhidi yao, lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliokoa. Hivi ndivyo inavyokuwa mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hivi ndivyo inapokuwa mja anapokuwa na yakini na thika na uaminifu hali ya juu na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah la yukhayyibu dhanna, ile dhana yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala na uaminifu wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala upotii bure. Allah anakuwa pamoja naye. Watukufu wa Kiislamu, vile vile waja wema waliokuja baada ya mitume, hivi ndivyo ilivyokuwa mwenendo wao. Walikuwa na thika na yakini na Allah subhanahu wa ta'ala ya hali juu, wakatembea katika namna hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala nasifu maswahaba hao wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika Qur'ani pale aliposema, alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Watukufu wa Kiislamu, maswahaba waliambiwa na watu, hakika ya watu wamekusanyika kwa ajili yenu, kwa ajili ya kukuangamizeni, kwa ajili ya kukupigeni vita. Fakhshawhum, waogopeni. Fazadahum imana, basi maneno hayo yakawazidishia wao imani. Waqalu, na wakasema, hasbunallah, anatutosha Allah subhanahu wa ta'ala, wa ni'mal wakeel, yeye ni mbora wa mwenye kutegemewa. Hivi ndivyo ilivyokuwa yaqeen maswahaba radhiallahu ta'ala alaihim. Walikuwa na yaqini vile vile na Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah yuko pamoja na waman kana ma'a Allah kana Allah ma'a, na atakayekuwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pia naye huwa pamoja naye. Kwa hiyo hivi ndivyo anavyowasifu Allah subhanahu wa ta'ala masahaba, kwamba pamoja na kuambiwa watu wamekaa wamekusanyika wamejipanga kwa lengo la kupigana nyinyi vita, kwa lengo la kuueni, lakini wao kauli yao hasbunallah, tutoshaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi hatuogopi maandalizi yao juu yetu, hatuogopi silaha zao, hatuogopi ukubwa wa jeshi lao, hatuogopi ukubwa wa vifaa vyao na silaha zao. Sisi tunachokiangalia ni kwamba Allah yuko pamoja nasi, na hili linatutosha. Tukufu wa Kiislamu, imekuja katika Qur'ani tukufu ya kwamba wale wenye kuwa na yakini na Allah subhanahu wa ta'ala peke yao ndio ambao watanufaika na aya na ishara na dalili za Allah subhanahu wa ta'ala. Ni sawa ikawa dalili hizi au ishara hizi ni za Qur'ani au ni mambo tunayoyashuhudia katika ulimwengu, basi wakawa na yakini na haya, hawa ndio watakaonufaika na ishara hizi na dalili hizi na aya hizi.
Amesema Allah subhanahu wa ta'ala, hadha basairun linnasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Hizi ni dalili, Qur'an ni dalili hii linnasi, kwa watu. Ni hoja, Qur'ani ni dalili kwa watu wote, wa hudan, na vile vile ni uongofu, wa rahmatun, na rehma. Lakini kwa nani? Liqaumin yuqinun, kwa watu wenye yaqini. Qur'ani itakuwa ni uongofu, itakuwa ni rehma, lakini liqaumin yuqinun, kwa watu wenye yaqini na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha ya kwamba kule kuzipuuza na kwenda kinyume na uongofu na iman na kuwa na aina mbalimbali za maasi za kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala yanatokana na udhaifu wa kuwa na yaqini na Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa na shaka juu ya uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala, وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Na walisema wale wasiojua kitu, mbona Mwenyezi Mungu hasemi nasi, yani haongei na wao moja kwa moja, au zikatufikia ishara zake? Basi kama maneno hayo walisema wale waliokuwa kabla yao, mfano wa kauli kama hizi, nyoyo zao zimefanana, hakika sisi tumeziweka wazi ishara zetu na kwa watu wenye yakini. Kwa hiyo wale waliokuwa hawajui kitu, hawatambui mambo kwa uhalisia wake, walitaka Allah azungumze nao mubashara, aongee nao live, kwamba nimewaletea mitume hao, wakubalini, nimewaletea vitabu, vifuateni. Walitaka Allah azungumze nao kwa udogo wa akili zao na ufahamu wao. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala atuambia kwamba maneno kama haya walishasema watu waliopita kabla yao, Mayahudi na Manasara, ambao walikuwa wakiwapinga mitume na kuwaua kwa sababu hawakuja na yale ambayo kwamba walikuwa wanataka, matakwa ya nafsi zao. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema ishara zipo wazi, zimekuja kwa wale wenye yakini na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Inatosha kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mitume mingine wa ni dalili zilizokuwa wazi na vitabu walivyokuja navyo, inatosha watu kufuata na kuamini. Watukufu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala vile vile akaashiria kwamba katika sababu ambazo kwamba zitapelekea kushuka kwa adhabu na kuja kwa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala ni watu kutokuwa na yaqini na Allah subhanahu wa ta'ala na zile ahadi alizotupa Allah subhanahu wa ta'ala. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha waqa'a al-qawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Na utakapowaangukia kauli juu yao, tutawaletea mnyama katika ardhi atakayewasemeza ya kuwa watu walikuwa hawana yakini na ishara zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa miongoni mwa sababu za kushuka kwa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala ni watu kutokuwa na yakini na Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Kiislamu, tunahitajika yakini kubwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na yakini
na mitume aliyotuletea, kuwa na yakini na vitabu alivyotuletea, tuviamini vitabu, tuamini zile ahadi na mipango iliyokuja katika vitabu hivi, na tufanyie kazi yale ambayo kwamba yamekuja. Hapa ndio itathibitika ukweli wa yakini yetu. Watukufu wa Kiislamu, tupo katika msimu ambao kwamba ni msimu wa ibada ya haji, ibada ambayo tunatakiwa tusimame kidogo kisimamo cha kuzingatia juu ya ile miongozo na nuru ya yakini iliyomo katika ibada hii ya haji. Tunapozungumza yakini, basi katika ibada ya haji kuna mambo ambayo kwamba yanatupelekea na yanatusaidia sisi kutambua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Allah anayestahili kuabudiwa, kuzidi kwa yakini yetu, kuzidi kwa imani yetu. Kuna dalili za sehemu ya ibada hii ambao kwamba ni sehemu ya Makka, mji mtukufu ambao kwamba una historia kubwa, una kumbukumbu kubwa ambazo kwamba lau kwamba mtu atazifikiria atakuta ya kwamba ni tafsiri sahihi ya kivitendo juu ya kuwa na yakini na Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Kiislamu, katika haji kuna mambo ambayo kwamba yanatolea waumini na yanatufikisha kuanzia mwanzo wake wa ibada hii ya haji mpaka mwisho wake, yanatolea kuwa na yakini na Allah subhanahu wa ta'ala. Bali katika mtiririko wote wa ibada hii ya haji, mambo yote yaliyomo ya ibada ni mambo yanayotuonesha na kututaka tuwe na yakini na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya ibada ya haji kuna matendo ambayo kwamba anaweza kama muumini hajui hikma yake ni nini, asidiriki tendo hili lina hikma gani na lina maana gani, asitambue siri yake, lakini kawa bado mtu yule analitekeleza tendo lile kwa sababu ana yakini na Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba yeye ndiye alituamrisha tutekeleze hii ibada pamoja na ibada zote zilizoambatana na hii ibada ya haji. Basi anatekeleza kwa kuwa na yakini na Allah subhanahu wa ta'ala, japo kwamba hatambui maana yake ni nini. Sasa hivi ndivyo inavyokuwa jambo la mu'min na tabia zake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anapokuwa mbele ya amri za Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama hatambui maana yake, anakuwa mwenye kutekeleza kwa utiifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kwa kutekeleza amri zake. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala, waj'alna minhum a'immatan yahduna biamrina lamma sabaru wa kanu biayatina yuqinun, na tuliwafanya miongoni mwao kuwa ni viongozi wanaoongoa watu kwa amri yetu waliposubiri na wakawa na yakini na ishara zetu. Watukufu wa Kiislamu, katika safari ya haji ndani yake mna kumbukumbu za maisha za mtu mwenye yakini katika mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na waumini na wacha Mungu. Katika ibada hii ya haji, Nabii Allah Ibrahim alayhi salam pamoja na familia yake waliacha historia ambayo kwamba tunaisoma na ni historia ndani yake yenye yakini kubwa, ina mafunzo makubwa ya mtu mwenye yakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anatusimulia katika Qur'ani tukufu ya kwamba Nabii Ibrahim alayhi salam alimuomba Allah amruzuku mtoto. Allah akampa bishara ya kupata mtoto aliokuwa mpole, fabashirnahu bighulamin halim. Na mtoto yule alipofikia umri wa kutembea na mzazi wake,
Basi Allah subhanahu wa ta'ala akataka kumpa mtihani Nabii Ibrahim, lakini vile vile na mwanawe Ismail alayhi salam, akamuonesha katika ndoto kwamba amchinje mtoto wake. Na ndoto za mitume ni za kweli. Kwa hiyo Nabii Allah Ibrahim alayhi salam akawa ni mwenye kutekeleza amri ile, kutaka kumchinja mtoto wake, pamoja na kwamba tunatambua mtu mpaka kufikia hadi ya kuomba kitu manake alikuwa na haja nacho. Kwa Nabii Ibrahim kamwomba Allah ampe mtoto, lakini baada ya kupewa anaamrishwa amchinje. Ni jambo si la kawaida, ni jambo zito, lakini ni mtihani. Basi wakati anataka kutekeleza amri ile, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuona yaqini ya Nabii Allah Ibrahim kwa amri za Mola wake, Allah akamfidia kutomchinja mtoto wake, badala yake akamletea kondoo na kutekeleza ibada ile ya kuchinja. Lakini katika simulizi hii iliyokuja katika Qur'ani tukufu inatuonesha kwamba Nabii Allah Ibrahim kule kumshauri mtoto wake juu ya kutekeleza ile amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kumchinja, haikuwa ni kwamba ni kumshauri kwamba anataka au hataki, bali ni kumshauri kwa kutaka kuangalia kile kilichomo katika nafsi ya mtoto wake juu ya amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi itakuwa reaction yake katika kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala? Lakini jawabu likaja kwa Nabii Ismail alayhi salam, jawabu la mtoto ambaye kwamba anampenda Allah subhanahu wa ta'ala kuliko mapenzi yake ya maisha. Akasema, ya abati fa'al ma tuma, baba yangu kipenzi, fanya ulivyoamrishwa, satajiduni insha Allah min as-sabirin. Alikuta mimi akipenda Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwa na subra. Kwa hiyo jibu lake lilikuwa ni lenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni mawqif laysa bisahli, si rahisi, ni mawqif ngumu, lakini kwa sababu ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuwa mwenye kupinga Nabii Ismail amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo kwamba linaonesha yaqini kwa mu'min, na ni darsa, ni somo lililokuwa kubwa, kwamba inapokuja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala usiwe mwenye kutaraddad, usiwe mwenye kuzunguka katika kuitekeleza amri ile, mara ikawa unajishauri nifanye au nisifanye. Lakini leo utamkuta mtu inapogongana amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na maslahi ya kidunia, mtu anaacha amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na anatekeleza yale maslahi ya kidunia, kwa sababu anaona ndio atakamnufaisha yeye hapa kwa mtazamo wa juu. Hajui ya kwamba katika kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna khairu daraini, kuna khairi mbili hapa duniani na kesho akhera. Lakini mtu anaangalia kwa jicho la kawaida manufaa ya hapa duniani yenye kuisha, anaacha kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano mdogo tu ni mfano wa swala na biashara. Wangapi inafika muda wa swala mtu wala hajali kama kuna amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na muadhini tayari ashawaita watu, njooni kwenye mafanikio, hayya ala salat, hayya ala al-falah, na watu wanaosikia wito huu, lakini mambo mawili yamegongana: amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wito wa Allah ukitekeleza ibada yake, na kuna maslahi ya kibiashara, unauza, wateja wapo muda ule,
maslahi yamegongana. Ili la kibiashara unaona kuna faida ndani yake, kuna maslahi ya kidunia unapata, unaacha kutekeleza amri na wito wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya maslahi ya kidunia. Sasa hivi ndivyo tulivyo sisi, tunatanguliza maslahi yetu ya kidunia kuliko amri za Allah subhanahu wa ta'ala, na ni wengi. Na huu ni mfano tu, ipo mifano mingi katika maisha yetu. Zikigongana vitu viwili, maslahi yako ya kidunia na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wengi wetu tunachagua maslahi ya kidunia na tunaacha amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii inaonyesha na kutokuwa na yakini na Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Kiislamu, vile vile katika kisa hichi Allah subhanahu wa ta'ala katupigia mfano wa mwanamke ambaye kwamba ni darsa na ni somo kwa kila mwanamke kuangalia namna gani mwanamke huyu, mke wa Nabii Allah Ibrahim alayhi salam, Bibi Hajar pamoja na mtoto wake Ismail, namna walipokuwa ni mfano wa kuwa na yakini na Allah subhanahu wa ta'ala. Imekuja katika hadithi ya kwamba Nabii Ibrahim alayhi salam alikuja na mke wake Bibi Hajar pamoja na mtoto wake Ismail katika mabonde ya Makka. Mabonde hayo katika enzi hizo hakuwa na mtu yoyote ambaye kwamba alikuwa akiishi katika mabonde hayo, yalikuwa hali ya mina sukan, hayana watu. Na ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, akatakiwa Nabii Ibrahim awaache mke wake pale pamoja na mtoto wake, na yeye aende kuisikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akawaacha watoto wake pale na chakula cha siku mbili tatu na maji, bonde lenyewe halina maji. Sasa wakati anataka kuondoka, Bi Hajar akamuuliza, mbona unaondoka na kutuacha sisi katika bonde hili ambalo kwamba halina watu? Au ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio amekuamrisha hivyo? Ikaja katika riwaya ya kwamba naam, ndio. Nabii Ibrahim akamwambia hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Bibi Hajar, idhan la yudhayyuna. Na katika riwaya nyingine ikaja, ila man tatrukuna, watuachia nani hapa, wewe unaondoka? Ibrahim akasema qal ila Allah, mimi naelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na waachia Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, akasema Bibi Hajar, qad raditu, nimeridhia. Madam hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi nimeridhia. Akaridhika kukaa pale katika bonde lisilokuwa na watu, lisilokuwa na maji, lisilokuwa na chakula, kwa vile ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, akakubali kubaki pale. Hakika huu ni mfano wa yakini iliyokuwa kubwa. Alau kwamba ni mtu ambaye kwamba hana yakini na Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi kubakia na wala hawezi kutekeleza amri ile. Moja kwa moja fikra zake zitampelekea kwamba unataka kutuua, unatuacha kwenye bonde hili, hapana watu, chakula kiko wapi? Njaa sisi kitupata tule wapi? Kiu. Lakini ni kwa sababu ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuwa na maswali mengi. Swali lilikuwa moja, je, hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba sisi tukae hapa na wewe ondoke? Na jawabu lilipokuwa ni ndio, hapakuwa na swala jingine lolote, bali ilikuwa ni kuridhika na ile amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mtu afanye mtihani huu kwa wake zetu tulionao, mambo madogo tu tunawakataza, msende maholini, nani anakubali? Vaeni vizuri mkitoka, mistiri, nani anakubali? Usifanye hichi, mambo ya birthday hayana maana, msifanye. Usiwafanyie watoto, nani anasikilizwa?
unanisikiliza. Sasa ni kwa sababu hauna yakini na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa huyu mwanamke ni darasa kubwa ya mtu kusoma historia hii, afahamu ni namna gani alipokuwa na yakini na Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Kiislamu, mwisho kabisa utambue kwamba yakini ni sawa sawa na katika imani, ni manzila, ina cheo cha roho katika mwili. Yakini, ukiwa na yakini tayari umekuwa na imani ya hali ya juu, ni sawa sawa na roho katika kiwiliwili. Kiwiliwili kilichokuwa hakina roho hakina maana, na imani bila yakini haina maana. Kwa ukiwa na yakini na Allah na thika, utakuwa na imani ya hali ya juu kabisa. Watukufu wa Kiislamu, na leo kwamba umma wa Kiislamu utakuwa na yakini kweli na thika na uaminifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi mambo mazito yatakuwa magumu, mambo mazito yatakuwa mepesi na yatafunguka, na hakuna kikwazo chochote kitakachokumbana na umma huu wa Kiislamu. Lakini sisi leo umma wa Kiislamu tuko wapi na yakini na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala? Tuko mbali sana na yakini. Watu wanaamini zaidi mikakati sio kwa Waislamu kuliko mikakati na mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuangalie mfano mdogo wa dola ambazo kwamba sisi tunazizingatia, ni dola tulislamia, ni nchi ambazo kwamba sisi ni mfano tunaziangalia kama dola za Kiislamu: Saudia, Oman, Kuwait. Hizi nchi ambazo kwamba ni dua la Khalij, nchi za Kiislamu na zina Waislamu, majority ya Waislamu. Wameshindwa takriban ni mwezi sasa hivi, ndugu zetu katika nchi ya Palestina hakuingizwi maji, hakuingizwi chakula, hakuingizwi chochote. Na pamoja na dhurufu hali hizi ngumu, bado wanaowaamini wao kwamba ndio viongozi watakaowalinda katika falme zao, makafiri, Trump na mambo mengine, wanawakaribisha katika nchi zao na wanaondoka na mali nyingi. Lengo ni kulinda falme zao, hakuna jambo lingine, kulinda viti vyao, kulinda matumbo yao. Wamekosa na yakini na ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala: in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Wamekosa na yakini na ishara na dalili na aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaona kwamba hizi ni dola kubwa, Marekani ni dola kubwa, Uingereza ni dola kubwa, Faransa, hawa ndio watakaotulindia dola zetu, watalinda ufalme zetu. Hakuna kitu kingine kinachoogopwa, ni hichi tu, kulinda watu vyo vyao na matumbo yao na falme zao, na ndio wanachokiogopa. Wakiangalia, wakipigiwa mfano, Gaddafi alitolewa pale Libya na Marekani, sijui mtu fulani Saddam Hussein kutolewa Marekani, na sisi tusipokuwa pamoja na wafalme hawa wa Kimarekani, tukawa nao tunawarai, tunawabembeleza, tutaondoshewa katika falme zao. Hizi ni itikadi potofu na ni dhana mbaya, na ni dhana ambazo kwamba hazina yakini na thika na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yuti al-mulka man yasha, anampa ufalme anayemtaka na anautoa ufalme kwa anayemtaka. Kwa hiyo hizo man yasha wa yudhillu man yasha, na anamdhalilisha anayemtaka na anamtukuza anayemtaka. Kwake yeye ndio kuna ufalme wote. Watukufu wa Kiislamu, huu ni mfano uliokuwa wazi wa watu ambao kwamba hawana thika na imani na Allah subhanahu wa ta'ala na dalili zake na ishara zake Allah subhanahu wa ta'ala. Misri, tunasema chakula kinachopikwa Misri harufu inaingia Palestina, lakini watu wanakufa, watoto njaa, hata kurusha ile chupa ya maji wameshindwa. Na ni dola Islamia, dola ya Kiislamu. Hii ndio fudhulani ambayo kwamba
tumefikia Uislamu, na yote ni kukosa thika, uaminifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe yakini na kumwamini yeye Allah subhanahu wa ta'ala, atupe uwezo wa kuamini ishara zake na dalili zake kwa kuzitekeleza na kwa kuzifanyia kazi katika maisha yetu ya kila siku. Sallallahu alaihi wasallam wa sallam, wala hawla wala quwwata illa billah.